Dunia ina watu zaidi ya bilioni 8 wenye lugha, tamaduni na muonekano tofauti, lakini kuna jambo la kushangaza kidogo. Endapo utapata nafasi ya kumwona mtu mwenye ugonjwa wa Down syndrome nchini Tanzania, kisha ukajaribu kusafiri maelfu ya kilomita ukaenda labda China, Australia ama Urusi, unaweza kukutana na mtu mwingine mwenye sifa za muonekano unaofanana naye kwa kiwango kikubwa mno. Lakini ugonjwa huu ni nini hasa, na kwa nini hali hii hutokea, na kwa nini hufanana? Kwanza kabisa, ugonjwa wa Down syndrome ni hali ya kijinetiki au kimaumbile inayotokana na uwepo wa nakala ya ziada ya chromosome namba 21. Badala ya jozi 2 za kawaida, mtu huyu huwa na chromosome 3 badala ya 2 katika kundi hilo linalojulikana kama trisomy 21, jambo linalobadilisha ukuaji wa mwili na ubongo. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba hali hii si mpya. Kabla ya sayansi kupatia jina, kabla ya madaktari kuelewa, na kabla ya teknolojia ya kisasa kuwepo, watu wenye ugonjwa wa Down syndrome walikuwa tayari wanaishi katika jamii mbalimbali duniani. Kwa karne nyingi walionekana tofauti, lakini hakuna aliyekuwa akielewa sababu ya tofauti hizo. Mwaka 1866, daktari kutoka Uingereza aitwaye John Langdon Down alikuwa mtu wa kwanza kuelezea kwa undani hali hii inayojulikana leo kama Down syndrome. Akiwa anafanya kazi na watoto wenye changamoto za ukuaji, aligundua kuwa baadhi yao walikuwa na sifa zinazofanana za muonekano na maendeleo ya mwili. Alikusanya taarifa hizo na kuziandika kisayansi, jambo lililosaidia dunia kutambua hali hiyo kama kundi maalum la kitabibu. Hata hivyo, wakati huo sayansi haikuwa imefika hatua ya kuelewa chromosome ni nini. Hivyo Dr. Down aliweza kuelezea dalili zake, lakini hakujua chanzo chake halisi ni nini. Karibu miaka 100 baadaye, mwaka 1959, wanasayansi wa Ufaransa wakiongozwa na Marthe Gautier, Raymond Tanner na Jerome Lejeune walifanikiwa kutatua fumbo hilo. Kupitia uchunguzi wa chromosome za watoto wenye Down syndrome, waligundua kuwa badala ya kuwa na nakala 2 za chromosome namba 21 kama ilivyokuwa kwa watu wengi, wao walikuwa na nakala 3. Ugunduzi huo ulipewa jina la trisomy 21 na ukathibitisha kwa mara ya kwanza kuwa Down syndrome husababishwa na chromosome ya ziada, si kutokana na mazingira, lishe au malezi. Ugunduzi huu ukaweka msingi wa uelewa wa kisasa wa hali hiyo duniani kote. Chromosome ni kama maktaba ya maelekezo ya maisha iliyopo ndani ya kila seli ya mwili wa binadamu. Ndani yake ndimo kunapohifadhiwa taarifa zinazoelekeza mwili namna utakavyokuwa, jinsi uso utakavyokuwa, na namna viungo vitakavyofanya kazi, na sifa nyingi zitakazomtofautisha mtu mmoja na mtu mwingine. Na kwa kawaida binadamu huzaliwa na chromosome 46 zilizopangwa katika jozi 23. Lakini kwa watu wenye Down syndrome kuna chromosome moja ya ziada kwenye jozi namba 21. Badala ya kuwa na 2, wao huwa nazo 3. Hali hii ndiyo inajulikana kitaalamu kama trisomy 21. Inaweza kuonekana kama tofauti ndogo sana mtu kuwa na chromosome moja zaidi, lakini chromosome hiyo huweza kubeba maelekezo mengi yanayoathiri ukuaji wa mwili wa binadamu. Ndio maana watu wengi wenye ugonjwa huu huwa na baadhi ya sifa za muonekano zinazofanana, hata kama wametoka nchi, tamaduni au mabara tofauti kabisa. Kwa maneno mengine, sababu inayomfanya mtoto mwenye Down syndrome aliyezaliwa Tabora au hata huko Kilimanjaro kufanana kwa baadhi ya sifa za uso na mtoto mwingine aliyezaliwa Tokyo, Kuala Lumpur, Malaysia au hata Rio de Janeiro si kwamba wana udugu wa damu, ni kwa sababu wote wanashirikiana mabadiliko hayo ya kijinetiki kwenye chromosome namba 21 na hutamani kukubalika na jamii inayowazunguka. Kadiri miaka ilivyopita, dunia ikaanza kubadilisha mtazamo wake. Sayansi ikatoa majibu, elimu ikaongezeka, na watu wengi wakaanza kuona kwamba Down syndrome haimfafanue mtu kikamilifu. Kile ambacho macho huona kwa sekunde chache sio hadithi yote ya maisha yake. Mimi ni Regina Baltazari.